Saizi kuna wimbi kubwa sana la wachambuzi wa siasa za kimataifa. Lipo wimbi kubwa sana la wachambuzi wa siasa za dunia hapa nchini Tanzania. Na hii ni kutokana na matukio ya kisiasa yanayozidi kuendelea duniani. Moja kati ya matukio makubwa ya kisiasa ambayo yanaendelea duniani ni pale Mashariki ya Kati. Ni kile kitu kinachotokea pale Mashariki ya Kati katika nchi ya Iran. Huko kuna mgogoro mkubwa sana kati ya superpower wa dunia Marekani akishirikiana na mwanae kipenzi Israel vs Iran. Sasa mara baada ya kile kilichotokea ambacho update napata nyingi sana kutoka kwenye vyombo vya habari vingi, kwa mimi sitaki sana kukupitisha huko. Nataka twende tukajadili baadhi ya vitu ambavyo kitaalamu huwa havizungumzwi sana kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa vitu hivyo ni mara baada ya kuchaguliwa kwa kiongozi mpya wa Iran, Ayatollah mpya wa Iran, mara baada ya kifo cha Ayatollah wa muda mrefu kwa zaidi ya miaka 36, Ayatollah Al-Hussein Khamenei amekuja kupatikana Mujtaba Al-Hussein Khamenei, ambaye huyu ni mwanae, ni mtoto wa pili wa mzee Ayatollah Al-Hussein Khamenei. Mujtaba Khamenei ni nani hasa? Moja kati ya maswali ambayo mara nyingi sana tunapaswa kujiuliza. Mujtaba Khamenei ni mwanasiasa na kiongozi wa kidini wa Shia kutoka Iran. Yeye ni mtoto wa pili wa kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, hayati Shahidi Ayatollah Ali Khamenei. Kwa kifupi kuhusu Mujtaba Khamenei, alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1969 katika mji wa Mashhad, Iran. Kazi yake ni mwanazuoni wa dini ya Kiislamu Shia cleric na mwanasiasa wa Iran. Nafasi yake sasa, amechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Supreme Leader wa Iran mwaka huu 2026 baada ya kifo cha baba yake Ayatollah Al-Hussein Khamenei. Kazi na ushawishi wake. Kwa miaka mingi kabla ya kuwa kiongozi, alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa nyuma ya pazia katika serikali ya Iran. Alikuwa karibu sana na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Iran Revolution Guard Corps IRGC, ambalo lina nguvu kubwa katika siasa za Iran kuliko jeshi la wananchi wa Iran. Baadhi ya wachambuzi walimtazama kama mlisi anayetarajiwa na babake hata kabla ya uteuzi rasmi. Nafasi ya Supreme Leader ni nafasi ipi? Katika Iran, Supreme Leader ndio mtu mwenye mamlaka makubwa zaidi kuliko mtu yeyote yule katika nchi ya Iran, sababu Supreme Leader anaongoza jeshi, ana ushawishi mkubwa katika serikali na mahakama, anaamua sera kuu za nchi. Kwa hiyo Mujtaba sasa ndio mtu mwenye nguvu zaidi katika Iran kisiasa na kidini. Kwa nini uteuzi wake umeleta utata mkubwa duniani? Au anahusianaje na vita kati ya Iran, Israeli na Marekani vinavyozungumzwa sana sasa? Kwa kweli kuna utata mkubwa kuhusu Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi wa Iran kwa sababu kadhaa za kisiasa na kihistoria. Sababu ya kwanza ni hofu ya Iran kuwa kama ufalme wa kurithi. Wakosoaji wengi wanasema kumchagua mwana wa kiongozi aliyepita Al-Hussein Khamenei kunaifanya Iran ionekane kama utawala wa kifalme, dynasty. Mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 yalipinga kabisa utawala wa kifalme wa Muhammad Reza Pahlavi,
Lakini sasa mwana kiongozi anapopewa madaraka makubwa, watu wengine wanaona kama historia inajirudia. Sababu ya pili ya utata ni hakuwahi kushika nafasi kubwa rasmi serikalini. Ingawa alikuwa na ushawishi mkubwa nyuma ya pazia, hakuwa rais, hakuwahi kuwa waziri, hakuwa kiongozi mkuu wa taasisi za kiserikali. Hivyo baadhi ya Wairani wanaona hana uzoefu rasmi wa kuongoza nchi. Lakini sababu ya tatu pia ni tuhuma za kuhusika kukandamiza maandamano. Wapinzani wa Iran wanadai alikuwa na ushawishi katika hatua kali za serikali dhidi ya maandamano ya wananchi. Mfano, maandamano yaliyotokea baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2009 wa kumpata Mahmoud Ahmadinejad yalidaiwa kudhibitiwa kwa nguvu na kiongozi aliyehusika na mpango huu alikuwa ni Mujtaba al-Hussein Khamenei. Sababu nyingine ni vikwazo vya kimataifa. United States iliwahi kumwekea vikwazo Mujtaba Khamenei kwa madai ya kusaidia mfumo wa baba yake kubaki madarakani. Hii inaongeza hofu kwamba uhusiano wa Iran na nchi za magharibi utaendelea kuwa mbaya kwa miongo kadhaa. Hofu ya kuendelea kwa siasa kali za Iran, baadhi ya wachambuzi wanaamini anaweza kuendeleza sera kali dhidi ya nchi kama Israeli na Marekani. Hivyo uteuzi wake unatazamwa kama ishara ya kuendelea kwa mvutano wa kisiasa katika Mashariki ya Kati. Kwa kifupi, utata unatokana na mambo matatu makubwa. Inaonekana kama urithi wa kifalme. Inaonekana hana uzoefu mkubwa rasmi serikalini. Anaonekana kuunga mkono siasa kali za Iran. Lakini baadhi ya watu Iran wanamuunga mkono sana Mujtaba Khamenei, jambo ambalo watu wengi nje ya Iran hawalijui. Tunaweza tukajiuliza, kwa nini wanamuunga mkono? Baadhi ya watu ndani ya Iran wanamuunga mkono sana Mujtaba Khamenei kwa sababu kadhaa zinazohusiana na siasa, dini na usalama wa nchi. Sababu ya kwanza ni mwendelezo wa mfumo wa mapinduzi ya Iran. Wafuasi wa serikali wanaamini kuwa Mujtaba atalinda misingi ya Iranian Revolution iliyoongozwa na Ruhollah Khomeini. Wao, mfumo wa Iran ni wa kidini na kisiasa pamoja. Wanataka kiongozi atakayeendeleza maadili hayo bila kuyumbishwa na nchi za magharibi. Mujtaba ana uhusiano mkubwa na jeshi lenye nguvu Iran. Inasemekana kuwa Mujtaba yupo karibu sana na Islamic Revolution Guard Corps, IRGC. Hili linafanya wafuasi wake waamini ataweza kulinda usalama wa Iran, ataifanya Iran ibaki imara dhidi ya maadui wake wa nje. Lakini sababu ile ya tatu ambayo watu wengi wa Iran kuunga mkono Mujtaba ni kuendeleza sera kali dhidi ya maadui wa Iran. Wafuasi wa serikali wanamuona kama mtu atakayeendeleza msimamo mkali dhidi ya nchi ambazo Iran inamfuatana nazo kama Israel na Marekani. Kwa baadhi ya Wairan, kiongozi mkali anaonekana kulinda heshima na uhuru wa taifa lao. Lakini sababu ya nne, Wairani anaamini Mujtaba anaaminika sana na viongozi wa kidini kwa kuwa Iran ni jamhuri ya Kiislamu. Viongozi wa dini wana ushawishi mkubwa katika siasa. Mujtaba ni mwanafunzi wa elimu ya dini na pia ni mtoto wa kiongozi wa muda mrefu, Ali Hussein Khamenei.
Hivyo baadhi ya wanazuoni wa dini wanaona ana urithi wa kiitikadi na kuongoza taifa. Kwa kifupi, wanaomuunga mkono Muktaba wana sababu ambazo zinajitosheleza sana, ambayo wanamchukulia kama mlinzi wa mapinduzi wa Iran, mtu mwenye msaada wa jeshi, kiongozi mkali dhidi ya maadui wa Iran, mlisi wa kiitikadi. Wachambuzi wengi wa geopolitics wanasema kama Mujtaba Amenei ataongoza kwa muda mrefu, mvutano kati ya Iran na Israel unaweza kuongezeka zaidi. Hilo mnaweza kujiuliza, vipi kuhusu nyuklia? Swala la nyuklia ya Iran limekuwa moja ya mambo makubwa yanayozua mvutano duniani, hasa kati ya Iran, Israel na Marekani. Hapa ndio kinachojadiliwa sana. Iran inasema nyuklia yake ni ya matumizi ya amani. Serikali ya Iran inasema mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya kuzalisha umeme, utafiti wa kisayansi, matumizi ya tiba. Kwa mfano, kuna kituo kikubwa cha nyuklia kinachoitwa Bushehr Nuclear Power Plant. Kwa mujibu wa Iran, hawatengenezi bomu la nyuklia, lakini nchi za magharibi zina mashaka sana. Nchi kama Marekani na washirika wake wanaamini Iran inaweza kutengeneza nyuklia ya kiraia sasa, kisha kuibadilisha haraka kuwa silaha ya nyuklia. Shirika la kimataifa la ukaguzi wa nyuklia ni International Atomic Energy Agency, IAEA. Shirika hili linafuatilia kama Iran inafuata makubaliano ya kimataifa au Israeli inaona ni tishio la moja kwa moja. Israeli inaamini kama Iran itapata bomu la nyuklia inaweza kutishia uwepo wa Israeli, inaweza kuwapa nguvu washirika wake kama Hezbollah, Hamas na Houthi. Ndio maana Israeli imekuwa ikisema haitaruhusu kamwe Iran kuwa na bomu la nyuklia. Makubaliano yaliyowahi kufanywa kuhusiana na masuala ya nyuklia. Mwaka 2015 kulikuwa na makubaliano makubwa yanayoitwa Joint Comprehensive Plan of Action. Makubaliano hayo yalikuwa kati ya Iran na nchi kadhaa duniani ili kupunguza uwezo wa Iran kutengeneza bomu, kuondoa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Lakini baadaye Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano mwaka 2018 wakati wa urais wa Donald Trump. Mvutano wa nyuklia unatokana na swali moja kubwa: je, Iran inataka umeme wa nyuklia tu au itatengeneza bomu la nyuklia kwa siri? Ndiyo sababu swala hili linaathiri sana siasa za Mashariki ya Kati. Sababu tano zinazofanya Iran kutamani kuwa na bomu la nyuklia kama nchi nyingine kwa mtazamo wa geopolitics. Kwa mtazamo wa geopolitics, wachambuzi wa kimataifa hutaja sababu kadhaa zinazoweza kuifanya Iran kutamani kuwa na bomu la nyuklia, hata kama serikali ya Iran mara nyingi inasema mpango wake ni wa amani. Hizi hapa sababu 5 kuu. Namba 1, kujilinda dhidi ya maadui wenye nguvu, deterrence. Iran ina mvutano mkubwa na nchi kama United States na Israel. Ikiwa na bomu la nyuklia, nchi hizi zingehofia kushambulia Iran kwa sababu
vita vingekuwa na madhara makubwa sana. Hii inaitwa deterrence katika geopolitics. Kusawazisha nguvu katika Mashariki ya Kati. Israeli inaaminika kuwa na silaha za nyuklia ingawa haijatangaza rasmi. Kwa hiyo baadhi ya viongozi wa Iran wanaamini kuwa bila nyuklia Iran iko kwenye hasara ya kijeshi. Nyuklia ingeifanya iwe sawa na wapinzani wake wa kikanda. Sababu nyingine ni kwa ajili bomu la nyuklia la Iran ni kwa ajili ya heshima na nguvu ya kimataifa. Nchi chache duniani zina silaha za nyuklia kama United States, Russia, China na Korea. Kwa hiyo kuwa na nyuklia kunaweza kuongeza hadhi ya kisiasa, nguvu ya ushawishi duniani. Lakini sababu nyingine ni silaha ya kujadiliana na nchi za magharibi. Kuwa karibu na uwezo wa kutengeneza bomu kunaweza kuipa Iran nguvu kwenye mazungumzo ya kimataifa. Kwa mfano, kuondoa vikwazo vya uchumi, kufanya makubaliano ya kisiasa. Hii ilionekana wakati wa makubaliano ya Joint Comprehensive Plan of Action ya mwaka 2015 kabla haijavurugwa mwaka 2018. Historia ya vita na hofu ya uvamizi. Iran ina historia ya vita kali kama Iraq. Katika vita hivyo, Iraq ilitumia silaha za kemikali dhidi ya Iran. Hivyo, baadhi ya viongozi wa Iran wanaamini kuwa silaha kali kama nyuklia ni njia ya kuhakikisha nchi haitashambuliwa tena. Kwa kifupi, sababu kuu zinazotajwa na wachambuzi kujilinda. Lakini naweza kujiuliza, kwa nini dunia inaogopa sana Iran kuwa na nyuklia? Kwa nini dunia inaogopa sana Iran kuwa na bomu la nyuklia, lakini haizungumzi sana kuhusu Israeli kuwa na bomu la nyuklia? Nikiueleza hilo utaelewa vizuri sana siasa nzima ya Middle East. Israel tayari ina nyuklia kwa muda mrefu. Israel inaaminika kuwa na silaha za nyuklia tangu miaka 1960 hadi 1970. Kwa hiyo dunia tayari imezoea hali hii. Hakuna njia rahisi ya kuilazimisha kuziacha. Kwa upande mwingine, Iran bado haijathibitishwa kuwa na bomu. Hivyo nchi nyingi zinaona ni bora kuzuia kabla haijalipata. Iran iko kwenye makubaliano ya kutengeneza nyuklia. Iran ilisaini mkataba wa kimataifa unaoitwa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Mkataba huu unasema nchi zisizo na nyuklia hazipaswi kutengeneza bomu. Unapaswa kuruhusu ukaguzi wa kimataifa. Israeli haikusaini mkataba huo, hivyo kisheria haifungwi na sheria hiyo. Sababu nyingine ya kwa nini dunia inaogopa sana Iran kuwa na bomu la nyuklia ni hofu ya mbio za silaha katika Middle East. Wataalamu wanaogopa kuwa kama Iran itapata nyuklia, Saudi Arabia, Uturuki na Misri zinaweza pia kutaka kutengeneza bomu la nyuklia. Hii inaweza kusababisha mbio za silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaweza kufanya eneo hili kuwa hatari zaidi. Lakini sababu nyingine pia ni mvutano mkubwa kati ya Iran na Israel. Iran na Israel ni maadui wakubwa kisiasa. Israel inaamini Iran imekuwa ikiunga mkono makundi yanayoipinga kama Hezbollah na Hamas pamoja na Wahuthi wa Yemen. Hivyo Israel inaona Iran yenye nyuklia inaweza kuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Lakini pia kwa siasa za kimataifa na ushawishi wa nchi kubwa. Nchi kama United States, nchi nyingi za Ulaya ni washirika wa karibu wa Israel. Hivyo katika siasa za kimataifa, Israel hupata ulinzi wa kisiasa, wakati Iran mara nyingi hupata vikwazo na shinikizo. Kwa kifupi,
Dunia inaogopa Iran kuwa na nyuklia zaidi kuliko Israel kuwa na. Kuna jambo la kuvutia sana kwenye geopolitics. Nchi 9 tu duniani ndizo zenye bomu la nyuklia, na baadhi yao hawajawahi kusaini kabisa mikataba ya kimataifa. Ni kweli nchi 9 tu duniani zinamiliki silaha za nuclear weapons. Hizi ndizo nchi hizo. Nchi ya kwanza kumiliki silaha ya nyuklia ni United States. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza kutengeneza bomu la nyuklia. Pia ndio nchi pekee ambayo ishawahi kutumia bomu la nyuklia ambayo ilitumika katika vita ya pili ya dunia, ilivyopiga pale Japan katika miji ya Hiroshima na Nagasaki mwaka 1945. Nchi ya pili ni Russia. Ina idadi kubwa zaidi ya silaha za nyuklia duniani. Russia ni mlisi wa nyuklia zaidi kuwa Soviet Union. Katika USSR, Russia ndio taifa lililobaki na zile silaha za USSR. Nchi ya tatu ni China. China ilipata bomu lake la kwanza la nyuklia mwaka 1964 wakati Tanganyika inaungana na Zanzibar kuzaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. China anapata bomu lake la kwanza la nyuklia, lakini China inatajwa inaendelea kuongeza uwezo wake wa nyuklia kwa kutengeneza mabomu kila mwaka. Taifa la nne ni Ufaransa. Ufaransa ilijaribu bomu lake la kwanza la nyuklia mwaka 1960. Ina silaha nyingi za nyuklia za baharini na angani. Taifa la tano ni United Kingdom. Uingereza ilikuwa nchi ya tatu duniani kutengeneza bomu la nyuklia. Silaha zake nyingi ziko kwenye manuari za nyuklia. Taifa la sita ni India. India ilifanya jaribio la nyuklia mwaka 1974, baadaye ikaonyesha rasmi silaha zake mwaka 1998. Taifa la saba ni taifa dogo tu la Pakistan. Ilitengeneza bomu lake mwaka 1998 baada ya India kufanya majaribio. Taifa la nane ni Israel. Israel inaaminika kuwa na silaha za nyuklia lakini haijathibitisha rasmi. Inakadiriwa kuwa na makumi hadi zaidi ya 100 ya mabomu ya nyuklia, na inatangazwa kuwa ndio taifa dogo zaidi lenye mabomu mengi ya nyuklia duniani. Taifa la 9 ni North Korea. Ilifanya jaribio la nyuklia mwaka 2006. Inaendelea kufanya majaribio ya makombora ya nyuklia hadi hii leo. Kwa hiyo nchi 9 ni Marekani, Urusi, China, Ufaransa, Uingereza, India, Pakistan, Israel na Korea ya Kaskazini ya Kim Jong Un. Naweza kujiuliza nini kingetokea kama vita ya nyuklia ingetokea leo kati ya Iran, Israel na Marekani. Hii moja ya mada zinazopata maswali mengi sana. Ikiwa vita ya nyuklia ingeibuka leo kati ya Iran, Israel na Marekani, mzozo huo ungeleta madhara makubwa sana, sio tu Mashariki ya Kati bali duniani kote. Hapa ni muhtasari wa vitu ambavyo wataalamu na wachambuzi wa kimataifa wanaona. Mara ya kwanza ni uharibifu mkubwa wa kwanza. Mabomu ya nyuklia
yanaweza kuangamiza miji yote yenye idadi kubwa ya watu mara moja. Maelfu hadi mamia ya maelfu wanaweza kufa papo hapo kutokana na mlipuko, moto na mionzi. Sehemu kubwa ya Iran au Israel ingeweza kuharibika kabisa. Hii ni kwa msingi wa sheria za nyuklia juu ya uharibifu wa kibinadamu na jinsi mabomu ya nyuklia yalivyotumika Hiroshima na Nagasaki mwaka 1945. Zaidi ya watu 70,000 waliuawa papo hapo na maelfu zaidi waliuawa baadaye kutokana na mionzi ya nyuklia, fallout na hatari ya afya. Mionzi kutoka kwa mlipuko ingeenea hadi mikoa mingine kutokana na upepo. Watu watapoteza afya kwa miaka mingi. Kansa, magonjwa ya mishipa, matatizo ya ngozi, mazingira ya chakula na maji ya kunywa yangekuwa hatari, hasa karibu na maeneo yaliyolipuliwa. Hii ni moja ya sababu kubwa kwa nini dunia inashinikiza Nuclear Non-Proliferation Treaty na ukaguzi wa kimataifa ili kuzuia nyuklia zisitumike na kusababisha madhara haya yanayodumu miongo mingi. Mgogoro wa kimataifa wa uchumi. Biashara ya mafuta na gesi ingetumbukia kwenye shida kubwa, hasa kupitia 2026 Strait of Hormuz crisis ambayo tayari inaleta msongamano wa uzalishaji wa mafuta na kuinua bei duniani. Masoko ya hisa na uchumi wa dunia ungeanguka kutokana na hofu na athari za vita. Uwezekano wa mzozo kueneza hali ya huzuni na ukosefu wa chakula katika baadhi ya nchi. Kuvurugika kwa amani ya kimataifa. Mataifa mengine ya nyuklia kama Russia, China, Pakistan wanaweza kuhisi kushtakiwa kuchukua hatua, na hii inaweza kusukuma dunia kuelekea vita vya kitaifa, vita vya dunia kama ilivyotokea enzi za vita baridi. Kama baadhi ya wachambuzi wanavyosema, vita kubwa kati ya Marekani na Iran inaweza kusababisha mshikamano wa mataifa mengine kubwa na kuwa vita ya tatu ya dunia. Migogoro ya usalama na uhalifu. Mataifa na makundi mbalimbali yanaweza kujaribu kutumia hali hiyo kufanya mashambulizi ya kikatili au ugaidi. Hali kama hii inatisha zaidi ya vita yenyewe. Ndio maana serikali nyingi duniani zinapapasa usalama wa raia wao. Hii ni kile kinachoonekana sasa kwenye vita yanayoendelea Mashariki ya Kati. Hii inaongeza hatari ya mashambulizi ya kigaidi hata nje ya eneo hilo. Kwa kifupi, ikiwa vita ya nyuklia ingeibuka kati ya Iran, Israeli na Marekani, ingeleta uharibifu mkubwa wa kiwiliwili kwa maelfu na mamilioni ya watu kupoteza maisha. Mionzi hatari na hudumu kwa miaka mingi, mgogoro mkubwa wa kimataifa na uchumi wa dunia. Hatari ya vita vya tatu vya dunia. Hatari zaidi ya ugaidi na mashambulizi ya kimataifa. Jambo la kufikirisha. Tangu vita vya pili vya dunia, silaha za nyuklia hazijawahi kutumika tena dhidi ya binadamu wa kawaida. Licha ya mvutano wa kimataifa mkubwa. Hii ni kwa sababu mataifa makubwa yanajua kwamba marejesho yake ni ya kutisha sana kuliko kile chochote kingine duniani. Kwa vita vya nyuklia inatajwa kwenye miongoni mwa vita mbaya sana duniani. Mbadilens Mujtaba Hussein Ali Khamenei ni mtu ambaye anasapoti sana mpango wa Iran wa kutengeneza nyuklia.